Yes, ni wakati mwingine tunakutana ndani ya 69 Sports, na wakati huu unakuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye inahakikisha na kuletea leo yote kimichezo ambao kwa hivi sasa inaendelea kutimua vumbi kweli kweli katika kila idara ama katika kila engo, na kubwa zaidi ni bado tunaendelea na tetesi za usajili ambazo kwa hivi sasa zimeanza kufukuta kweli kweli baada ya msimu wa ligi kuu Tanzania bara ukiwa unaelekea ukingoni. Inasemekana Young Africans imeanza kuitafuta saini ya beki wa kulia kutokea katika timu ya TP Mazembe. Si mwingine hapa namzungumzia ni Ibrahim Keita ambaye anahusishwa na Young Africans. Imefahamika kwamba Young Africans inahitaji kwa hudi na uvumba saini ya Ibrahim Keita aje kuongeza nguvu ndani ya kikosi hicho cha Young Africans, ambao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, na Yanga wanataka kufika mbali zaidi katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika kutokana na kile ambacho walichokifanya msimu uliopita. Ndani ya Young Africans inasemekana beki wake wa kulia Yao Kwasi Atura ambaye kwa hivi sasa anasumbuliwa sana na majeraha. Hivyo basi kutokana na kukaa nje kwa muda mrefu, Young Africans inahitaji saini ya Ibrahim Keita kutokea pale TP Mazembe, ambaye msimu huu ndio unaenda kuwa msimu wake wa mwisho, na inaelezwa kuwa Ibrahim Keita mwishoni mwa msimu huu ataenda kutafuta marisho sehemu nyingine. Hivyo basi baada ya Young Africans kutupa rada ama kutupa chambo, inasemekana watani zao wa Kariakoo, hapa anamzungumzia Simba, na wao tayari wameshaonyesha nia ya kuhitaji saini ya Ibrahim Keita aje kuongeza nguvu katika eneo ambalo anacheza Shomari Kapombe, ambaye inaonekana kufanya vizuri ndani ya ligi kuu Tanzania bara katika misimu mingi, lakini Shomari Kapombe bado hajapata mtu ambaye anaweza kumuonyeshea ushindani wa hali ya juu. Wamekuja wakina Kevin Kijili, lakini pia wakina Duchu wanaonyesha, lakini bado Kapombe ana nafasi ya moja kwa moja ndani ya kikosi cha Simba. Hivyo basi mabosi wa wekundu wa Msimbazi Simba wameona si haba na wao kwenda kwa beki huyo wa kulia ili mradi waweze kuongeza nguvu katika kikosi chao. Tusubiri na kuona, je, ni kati ya Simba ama Yanga nani atafanikiwa kuinasa saini ya mchezaji huyo kutokea pale TP Mazembe. Tusubiri na kuona, kwa sababu katika miaka hivi karibuni Simba na Yanga wamekuwa wakichukua wachezaji katika timu mbalimbali za Kongo. Tuliweza kumuona Simba waliweza kumpata beki wao Enoki Nonga Baka, alitokea pale Kongo, lakini pia waliweza kumchukua mchezaji kutokea Kongo kama Jean Otos Baleke ambaye aliweza kucheza ndani ya ligi kuu Tanzania bara na aliweza kufanya vizuri na aliweza kupachika mabao katika msimu wake, lakini pia Simba waliweza kuachana naye. Enoki Nonga Baka katika eneo la ulinzi aliweza kuonyesha msaada mkubwa ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi. Simba aliweza kuipeleka Simba katika hatua ya robo finali kwa mara kadhaa, na Simba waliweza kujivunia hivyo kutokana na beki huyo kuwa mzuri. Je, Ibrahim Keita anaweza kuja kusaidia ama anaweza kuja kusaidia katika soka la Tanzania? Tusubiri na kuona, kwa sababu Watanzania kwa hivi sasa wamekuwa wakiamini katika soka la Kongo kule wachezaji wao wamekuwa wakionyesha vizuri. Katika upande wa Young Africans tunaweza kumuona Maxim pia Zengeli anaendelea kufanya vizuri ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Ametokea kule katika ligi kuu ya Kongo katika timu ya Meniama, lakini Max amekuwa na msaada mzuri. Wakina Twisila Kisinda waliweza kupita ndani ya Young Africans wakitokea Kongo. Jean Otos Baleke ambaye naye pia hakuwa na msimu mzuri ndani ya Young Africans, lakini pia alitokea kule Kongo. Tusubiri na kuona endapo mchezaji huyu atatua ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Je, ni Simba ama ni Yanga? Nani anaweza kuipata huduma yake? Tusubiri na kuona, kwa sababu kwa hivi sasa kamati zile tendaji, kamati za usajili zinaendelea kupeleka mashambulizi katika kila maeneo kwenda kutafuta wachezaji waliokuwa wazuri na waliokuwa bora. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba tunaweza kumuona beki wake Shefondo Maloni kwa miaka hivi karibuni ama kwa siku za hivi karibuni amekuwa na makosa ya kujirudia. Je, Simba wanataka kumuondoa Shefondo Malone ama anataka kumuongezea nguvu? Tusubiri na kuona, kwa sababu ripoti ya mwalimu Fadlu Davis ndio itakayoenda kuamua, je, mwalimu nani anamtaka ingie na nani anamtaka aondoke. Lakini
Kwa upande wa ulinzi katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wanahitaji kuwa na beki kitasa kweli kweli kuelekea katika michuano mikubwa, katika michuano ya ndani na michuano mbalimbali ambayo Simba inaenda kushiriki. Lakini pia kwa upande wa Young Africans katika safu yao huku ya ulinzi tunaona safu yao imekuwa bora, imekuwa nzuri, lakini pia imeweza kuruhusu mabao machache. Hivyo basi kutokana na kwenda kushiriki katika michuano iliyokuwa mikubwa na michuano yenye ushindani wa hali ya juu, Young Africans na wao wanahitaji saini ya Ibrahim Keita ambayo wao wameshaanza kufanya naye mazungumzo na Simba, inaelezwa wameingilia kati. Nani anaweza kumchukua Ibrahim Keita? Ni mtu mwenye msuri mwenye msuli wa pesa ndio anaweza kuchukua mchezaji huyo kutokea pale TP Mazembe, ambaye inasemekana mwishoni wa msimu huu anaweza kuondoka. Lakini pia hapa kuna baadhi ya wadau hapa wametuma maoni yao kutokana na kile ambacho kinaelezwa. Huyu hapa ameandika Ibrahim Keita ni bonge moja la fullback wa kulia. Jamaa anajua mpira kweli, ana energy ya hali ya juu, anapanda kwa kasi na kushuka. Huyu ameandika Ibrahim Keita ni mchezaji mzuri, Simba tukimpata Shomari Kapombe atakuwa amepata changamoto mpya kama tunavyomuona kwa Valentino Nouma anavompa changamoto Mohamed Hussein, japokuwa hana namba ya moja kwa moja ya kucheza. Huyu hapa amesema kwa Simba sisi tunataka beki, wakati Shefondo Malone amekuwa na matatizo ya kujirudia. Simba tunataka mtu kitasa kweli. Yesu hapa ameandika engineer najua ataiweza hiyo bato kwa sababu amekuwa ni mafia katika swala zima la usajili. Huyu hapa anaitwa Maliam, mimi ni Yanga lialia lakini kwa mabeki wa Kongo siwaamini sana. Huyo ni fullback wa kulia, amekuja Ikangalombo lakini hatujaona kile ambacho amekifanya paka hivi sasa. Yes, hao ni baadhi ya maoni ya wadau na wapenda soka hapa nchini kwetu Tanzania kutokana na kile ambacho kimekuwa kizungumzwa kuhusiana na beki wa kulia huyu kutokea katika timu ya TP Mazembe, Ibrahim Keita, ambaye anahusishwa na Simba na Yanga. Je, ni timu ipi inaweza kuja kupata saini yake? Je, hatma ya Yao Kwasi Atora ndani ya klabu ya Young Africans ni vipi? Kwa sababu aliweza kuonyesha uwezo mkubwa kutokea pale ASEC Mimosa, aliweza kuisaidia Young Africans, lakini swala zima la majeraha ndilo limemweka nje kwa muda mrefu. Je, mwalimu wa Young Africans anaweza kuendelea, ama ripoti ya mwalimu Young Africans wameona nini? Tusubiri na kuona. Je, Wekundu wa Msimbazi Simba katika upande wa Shomari Kapombe kule fullback ya kulia, je Kapombe atakubali namba yake iweze kuchukuliwa na mgeni? Tusubiri na kuona, kwa sababu ushindani wa ligi kuu Tanzania bara na vilabu vyetu hivi sasa umekuwa mkubwa kweli. Mimi ni Mwana Sharukali, nyuma kamera amesimama Sultani Goma ambaye anasababisha kila kitu kinakwenda vizuri kabisa.